kufanikisha. Amefanya hajafanya? Mwambie mwenzako, mgeukie, mwambie amefanya. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, natuthibitishia kwamba 50 kwa 50 kwa nafasi za juu tumefanikiwa. Lakini wanawake wenzangu, sio 50 tu kwa nafasi ile ya juu, lakini tumeona Tanzania sasa kwa vipindi viwili tumepata spika wa bunge mwanamke. Alikuwepo Ana Makinda, lakini kwa sasa ni Tulia Ackson. Ni nafasi za juu sana kwenye mihimili ya juu. Tunao mawaziri, tunao makatibu wa wizara mbalimbali, lakini tunao wakuu wa mikoa, tunao wakurugenzi, tunao wakuu wa wilaya, mpaka huku chini kwenye nafasi ya vitongoji kwa uchaguzi wa serikali za mitaa tunao wanawake wenzetu. Hapo vipi? Nirudi sasa. Kwa 50 kwa 50 wanawake wenzangu, 50 kwa 50 inazungumziwa katika nafasi za uongozi. Hatuzungumzii nyumbani. 50 kwa 50 iko nyumbani, unaachwa. Wanawake oye! Ukizungumzia 50 kwa 50 nyumbani unaachwa. Nimepewa dakika 10 karibu zinaisha. 50 kwa 50 nyumbani unaachwa. 50 kwa 50 iliyozungumziwa hapa ni kwenye kupambana kwenye nafasi za uongozi. Tumeona tani wati hapa. Kwenye nafasi ya uongozi ya juu kabisa tunaye HR. Yuko hapa mdada huyu. Ana urefu wake hapa mjini Kibena. Na anapambana, anafanya kazi. Lakini hawezi kuonyesha hiyo 50 kwa 50 akifika nyumbani. Ukifika nyumbani, mimi sio mwenyekiti wa UWT. Nikifika nyumbani mimi ni Beatrice, ni mke wa Apolinari Nombo. Nikiweka tu ile 50-50 kwenye majukumu ya nyumbani, habari ya ndoa imeyumba. Hapo vipi? Kwa hiyo 50 kwa 50 tunayozungumzia wanawake wenzangu tulioko hapa siku ya leo, tunazungumzia 50 kwa 50 kwenye majukumu mengine kwenye utawala, nafasi zile za utawala. Nilikuwa na mnukuu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anasema, mimi nikifika nyumbani ni bibi, nikifika nyumbani ni mama, nikifika nyumbani wengine wananiita shangazi, nikifika nyumbani napika. Tumona juzi hapa akiwa anapika, amevaa apron yake alipokuwa anahamasisha wanawake watumie nishati safi. Ni mama, na ule ndio uhalisia anaofanya nyumbani. Kwa hiyo niwaombe wanawake wenzangu watani watu, tukifika nyumbani kunjua mikono. Kunjua mikono. Acha kuweka hivi, acha kuweka hivi. Inawezekana. Wanawake wengi sana wamekuwa wakinyanyasika kama tulivyoona kwenye bango pale. Tumezungumza habari ya ukatili wa kijinsia, lakini ni kwa sababu hawajafahamu nafasi zao za uongozi. Hawajatendea haki ile nafasi ya uongozi. Akifika nyumbani anataka azungumze kama alivyokuwa anazungumza kule kwenye kazi. Kwa hiyo ninaomba tusichukue hiyo. Lakini pili, wanawake wengi wanapokuwa na nafasi za uongozi, wanawake wenzangu mtanisaidia, kiukweli hatuwasaidii walioko huku chini. Uongo kweli? Mwanamke anataka kipata nafasi atambe mwenyewe, waseme huyu ni Beatrice, huyu ni mwenyekiti, huyu ni Beatrice, ataki mwingine apande. Uongo kweli? Ukipata nafasi ya uongozi, tengeneza connection kwa waliobaki. Tengeneza connection nao watoke. Lakini wanawake wengi wakipata nafasi za uongozi wanatengeneza nongwa. Wanatengeneza nongwa. Atabadilisha miondoko, atataka atembee mgongo kama vile na ulemavu, mpaka tukamweka kwenye idadi ya watu wenye ulemavu, kumbe yuko vizuri tu. Ni kwa sababu tu ya kale ka nafasi. Hapo vipi? Niwaombe kama wako hapa, kuna mwingine yani amepewa nafasi kwenye uzee wa kanisa tu kanisani, ni nongwa kwa mchungaji. Uongo kweli? Mchungaji hana raha, inabidi labda mchungaji umpe 10 kwa ajili ya matumizi ya siku ile, mzee wa kanisa tu, mwinjilisti tu, lakini ile nafasi kwake ni nongwa. Wanawake wenzangu, ndio maana hatuifikia 50 kwa 50, kwa sababu tumekuwa tukilalamikiwa. Tuna nongwa, tuna mijua midomo, tuna maneno mabaya. Uongo kweli? Umepata nafasi, itumie. Umepata nafasi, itumie vizuri. Lakini jambo nyingine, wanawake nyumbani. Nyumbani kamdomo. Sema kamdomo.
kamdomo kaliwaponza Simba wakafungwa, kamdomo kaliwaponza Yanga wakafungwa. Niwaombe wanawake wenzangu tupunguze maneno makali kwa waume zetu. Meza kumtanisamee, ndo maana nimewaacha mimi nimejijia kuongea na wanawake wenzangu. Kamdomo, wanawake tuna midomo. Wanaume wanakufa kwa sababu ya stresi. Wanaume tunapokuwa na midomo wanafikiri tuna mchepuko, lakini kumbe mdomo. Tupunguze midomo. Wapo hawapo? Wanawake wenye midomo wapo? Mwanamume hana raha. Mwanamume anatakiwa arudi nyumbani. Akifika nyumbani alikute tabasamu lako. Akikuta nyumbani aone unapotembea, unapomfurahia kama mlivyochumbiana siku ya kwanza. Lakini wanawake tumepoteza hiyo. Mwanamke umepoteza ile sura na nuru ya kwanza. Nuru haipo. Nuru imejikunja. Anashindwa kujua nilimpendea nini. Mwanamume anapokupenda ile siku ya kwanza kuna alama ameweka. Uongo kweli? Unaniona mimi ninapotembea na matege, mume wangu alinipendea matege. Ile alama ya matege isiondoke. Hapo vipi? Alama ya matege isiondoke. Hasa ili tege nataka mimi nilipindishe niweke hivi miguu haipinduki. Lakini alipendea tege hili. Niwaombe wanawake wenzangu, tuwatunze waume zetu. Tuwatendee haki. Mpe maneno mazuri. Amerudi kutoka kazini, mwambie pole. Shughuli za taniwati zinazofanyika ni ngumu, ni nzito. Ninaomba anaporudi, inawezekana alibeba magogo. Kuna mwingine yuko kule foresti, mwingine ni fundi makenika. Ile ni nafasi inayomuingizia kipato. Akifika nyumbani mwambie baba pole. Tengenezee jina, mwambie hani. Tunacheza tu kumbini hani. Nyumbani ukifika, unapofika mlangoni sura imebadilika. Tengeneza maisha na mume wako. Hapo vipi? Tengeneza tabasamu na mume wako. Wewe ndo kiungo cha familia. Watoto wakutazame wewe mama, mume akutazame wewe mama. Lakini tumezungumzia kwamba kwenye kauli mbiu ya mwaka 2025 imezungumziwa habari ya uchumi. Ndugu zangu wanawake, uchumi uko na mwanamke. Uongo kweli? Akaishiwa akawa hana hata shilingi 500 ndani, lakini mwanamke mfukoni na 80,000. Mwanamke ana uchumi. Kwa hiyo tusimweteke ule uchumi, usimdharau mume wako. Mtoto amekwama kwenda shuleni, mwambie baba, hii pesa najua wewe huna, lakini naomba wewe uishike, mpe mtoto badala yangu, ili heshima yako iendelee kuonekana. Inawezekana? Haiwezekani? Na hiyo ndo pendo. Biblia kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 9 inasema pendo na lisiwe la unafiki. Unamfanyia mnafiki mume wako? Mnaelala kitanda kimoja. Lakini nikwambie, kwenye uchumi usipomshirikisha familia inayumba. Mwanamke tunashiriki, tunawahamasisha msishiriki kwenye kausha damu. Lakini kwenye mikoba kuna watu wanaenda wanaweka saving. Saizi kuna vyama vingi sana, lakini kuna mikopo ya Mama Samia ile 10%. Nadhani ataelezea mkuu wa wilaya hapa kwamba kwenye mashirika binafsi hawaangalii kwa wale watumishi, lakini wako wanawake ambao ni wajasiriamali wanaendelea kujishughulisha. Basi ukipata mkopo utumie, yuko afisa maendeleo ya jamii hapa. Ukipata ule mkopo utumie, hata kama umeenda kupata kwenye taasisi nyingine, utumie vizuri kwa manufaa ya familia. Anayewapenda watu wote, aliyegusa kila ardhi ya kila mkoa ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Ninaamini mko kwenye sekta binafsi, lakini mkitoka si mnashiriki shughuli za maendeleo? Mkitoka si mnakunywa maji ya Samia? Mkitoka si mnatembea kwenye barabara za Samia? Mkitoka si mnaenda kwenye vituo vya afya Mama Samia? Mkitoka si mnakutana na mikopo? Nini waombe wanawake wenzangu wazuri, tumuunge mkono, tuna jambo letu. Na hii ni ajenda yetu wanawake wa kudumu, ya kudumu. Tunapokutana namna hii tuzungumze pamoja. Tukasema yawezekana mnakuwa mmetingwa huko mnakokuwa kwenye mashamba ya chai, lakini tupite tuwahabarishe, kwa sababu kuna usemi unaosema
watajuaje pasipokuwa na mhubiri? Leo nimekuja mimi Beatrice mwanamke mwenzenu ni mhubiri ili nihubiri habari ya Mama Samia kwamba mwaka huu tuna mgoe, tunapoendelea wenzenu kushona shera, tunapoendelea kushona mashati, tunapoendelea kuandaa chakula, lazima tuwe na kamati ya maandalizi ambayo ni hii. Wanawake tunaomba mkatunge mkono, tukampe mwanamke mwenzetu hodari, tukamchague ili apeperushe bendera ile, usawa uliowekwa pale kwenye bango uwepo kwa wanawake, ile 50 kwa 50 tuliokuwa tunaitamani miaka yote tuwe nayo, ili na sisi tujivunie. Tusipokuwa na umoja hakuna maana ya kusimama kwenye majukwaa kuelezea 50 kwa 50. Hapo vipi? Tusiposimama kwa pamoja tukamchagua mwanamke mwenzetu, hatutakuwa na usawa. Hakuna maana ya kuzungumzia usawa kwenye nafasi za uongozi. Niwaombe sana 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 sana, kipenga kitakapolia tukamchague mwenzetu, tukamsemee vizuri, tumuunge mkono. Ni mwanamke mwenzetu, miaka 4 aliyopewa amefanya kwa ukubwa, ameonyesha mfano, amejipambanua, amefanya kwa ukubwa, kila mahali amekanyaga. Ninaamini na hapa Tanwati amekanyaga. Kwa wilaya yetu haya majimbo yote matatu amefanya Ikondo, amefanya Ukalawa, amefanya Lupembe, amefanya Idamba, amefanya Mfriga, amefanya Matembwe, amefanya Kidegembe, amefanya Ikuna, amefanya Ninga, akafanya Kichiwa, akaenda Igo